because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Mada ya leo ni kuhusu serikali ya Mungu. Tumeimba hivyo, sivyo? Sisi ni serikali ya Mungu duniani. Fikiria sasa. Lazima tujiulize swali. Jinsi Mungu anatawalaje? Jibu lake ni anatawala kupitia Injili. Si kwa maandiko. Kwa maandiko alitawala zamani. Lakini leo kabisa hawezi kukiuka kanuni kwa sababu alikubali agano hilo la kale kwa kulikubali la kale. Haimiliki tena kwa sheria. Kwa sababu aliitoa kama ya zamani na kilichotolewa kama cha zamani kiko karibu kutoweka. Ina maana kwamba leo kanisa haliwezi kutawaliwa na agano la zamani. Na bado tunaona jambo ambalo linatuhuzunisha, kwamba kuna makanisa bado huenda kwenye agano la zamani kutafuta Zaburi, kutafuta unabii na sheria au kujaribu kutunza Sabato, kutimiza ahadi kwa Musa. Wakati hiyo ilipokwisha muda wake, hiyo ni ya kale. Sema inatawala tu kwa Injili. Injili ni agano jipya. Sasa fikiria kama ni hivyo. Tutatafuta Waebrania sura ya 9 ili kuona Mungu alikuwa na serikali gani na Mungu ana serikali gani leo. Sura ya 9. Tunaweza kuona kutoka mstari wa 8 hadi 10 inatuambia kwamba serikali ya Mungu. Zamani, kabla ya agano jipya kuja, ilikuwa serikali iliyoongozwa kama inavyoelezwa hapa katika mstari huu. Tazama jinsi inavyosema. Roho Mtakatifu akitoa ufahamu kwa hili kwamba njia ya mahali patakatifu haikuwa imefunuliwa bado wakati sehemu ya kwanza ya hema ilipokuwa imesimama. Ambayo ni ishara kwa wakati wa sasa, kulingana na ambayo sadaka na dhabihu zinawasilishwa ambazo haziwezi kumfanya mkamilifu, kwa habari ya dhamiri yule anayefanya ibada hiyo. Kwa kuwa inahusisha tu milo na vinywaji na maagizo mbalimbali na maagizo kuhusu mwili yaliyowekwa hadi wakati wa mageuzi ya mambo. Kwa maneno mengine, Mungu alitawala kwa agano kwa ajili ya mwili. Na aliweka sherehe na aliweka marufuku. Ndiyo maana watu wanaotumia serikali hiyo ya zamani ambayo imeisha muda wake haifanyi kazi. Umeona makanisa yanayokataza kula nyama siku fulani, ambapo siku za Ijumaa hawawezi kula nyama. Au katika kanisa hili mwanamke anakatazwa kuvaa hivi, au katika kanisa lile anakatazwa, au wanashika kanuni ubatizo katika maji ni maji kwa ajili ya mwili. Ubatizo wa maji ni kwa ajili ya kubatiza mwili. Ina maana kwamba agano hilo lilitolewa kwa ajili ya mwili, agano la kale. Kwa hiyo Mungu alitawala kwa maandiko. Sasa Mungu hatumiliki kwa maandiko. Mungu anatawala kwa Injili. Unajua kwamba Biblia ina maandiko, historia na Injili. Na basi historia ni kutuambia jinsi Mungu alivyojifanya mwili ili kuunda serikali mpya, agano jipya. Na kisha inasema kwamba agano hilo lilikuwa agano la zamani, hilo serikali ya kale ambayo Mungu alitawala. Ilitolewa tu kwa ajili ya watu mmoja. Tutafute Kumbukumbu la Torati.
Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 7, tutaenda kwenye Agano la Zamani. Kwenye serikali ya kale. Kumbukumbu la Torati ilitolewa kwa watu mmoja. Tazama jinsi mstari wa 7 wa sura ya 7 ya Kumbukumbu la Torati unavyosema. Tazama jinsi inavyosema, watu hao Mungu aliwachagua kuwapa serikali hiyo. Anasema hii si kwa sababu ninyi ni wengi kuliko watu wote Bwana amewapenda na kuwachagua. Kwani ninyi mlikuwa miongoni mwa watu wote wasio na umuhimu zaidi. Yaani kwamba Mungu kwa ajili ya serikali inayopita, kwa ajili ya serikali ambayo ingepita, aliwachagua watu wasio na umuhimu zaidi duniani, watu wa Kiyahudi. Hii ni chungu kwa Myahudi. Nasema ikiwa atachukua kwa mwili. Lakini ni kwamba Musa, mtume wao, alisema, tazama, msifikiri kwamba mna umuhimu mwingi. Wakiwa ninyi ni watu wasio na umuhimu zaidi. Mungu aliwachagua ili kuwapa agano ambalo lingepita, agano la laana, agano ambalo hawakuweza kutimiza kamwe. Tazama kwamba walijaribu kutimiza amri 10 na hawakuweza. Huoni kwamba hilo lilikuwa agano lililotolewa kwa ajili ya mwili na lilikuwa agano, serikali iliyoongezwa. Hiyo Mungu aliongeza na kuwapa watu wabaya zaidi duniani. Tazama kwamba mfumo wa Kiprotestanti unaamini kwamba Wayahudi ni watu bora duniani. Na mimi sina hasira na hili wala sitaki kumkosea mtu yeyote, ninasoma maandiko. Kwamba inasema Musa aliwageukia na kuwaambia, tazama, Israeli, usifikirie kwamba Mungu alikuchagua kwa sababu wewe ni mtu muhimu. Hapana, kwa sababu wewe ni watu wasio na umuhimu. Ina maana kwamba Wakristo wa leo wanaosafiri kwenda Yerusalemu kuabudu masuala yote hayo ya Kiyahudi hawajui kwamba wanaabudu mambo ya agano ya watu wasio na umuhimu. Ndiyo maana Paulo anasema kwamba Yerusalemu ya sasa iko chini ya laana. Kwa sababu hiyo ilikuwa serikali iliyopita. Serikali hiyo haisimami tena. Hata hivyo, makundi yote ya Kikristo wanaabudu amri 10 na wanafikiri kwamba zinasimama. Kwa sababu wanajikuta wakisoma historia ambapo Kristo alisema, kwa hakika nawaambieni kwamba hata yota moja au nukta moja ya sheria haitapita. Basi hakika alikuja kutimiza, lakini basi alipokwenda na kufa, aliondoa njia hiyo ya zamani ya serikali. Hiyo ni dawa ambayo imeisha muda wake na wanaitumia bado na haileti athari yoyote. Unajua huruma ninayohisi ninapoona vikundi vinavyotunza Sabato wakijaribu kutimiza kitu ambacho hakuna mtu aliyeiweza. Sheria hakuna mtu aliyeiweza. Mungu ilimbidi ajivike mwili ili kuitimiza na kuiondoa. Kwa hiyo Warumi 14 inasema mwisho wa sheria ni Kristo. Mwisho wa sheria, mwisho wa serikali hiyo ni Kristo. Hatuna uhusiano wowote na sheria. Sheria haikutolewa kwetu, bali sheria ilitolewa kwa Wayahudi na sisi tunaangalia na kujifunza kutoka kwake ni nini kibaya na ni nini kizuri, lakini hiyo haikutolewa kwa watu wasio Wayahudi. Kwa ajili ya watu wema, Abrahamu alikuwa tayari amepokea habari. Inasema, katika wewe kutabarikiwa si watu wengi bali mataifa yote ya dunia, lakini mara tu baada ya kufanya ahadi, alisema, niruhusu niongeze agano hili, njia hii ya serikali, na akaongeza sheria. Na kwa hayo ndiyo wanawapiga ndugu zetu wote wa Kristo kila mahali ambao bado wanaumia. Unajua kwa nini? Kwa sababu macho ya ufahamu wao hayajawashwa. Sasa hii huduma inakwenda kwa ulimwengu ili waamke na kujua kwamba huo ulikuwa utawala ulioisha muda wake, kwamba huo ulipita. Mungu anatawala kutoka mbinguni pia. Kwa Injili. Ni katika Injili ambapo Mungu anasema, wewe ni mwanangu. Hapo ndipo unapogundua nafasi yako ya mtoto. Unajua maana yake kuitwa mwana wa Mungu na kuombaomba huko.
kuitwa mwana wa Mungu na Shetani ameshikamana na miguu. Kama ungetambua kwamba baba yako ni tajiri, mtazamo wako hubadilika. Sikiliza, kuwa mwana wa Mungu ni ajabu, lakini hilo lazima lijidhihirishwe. Akili yako kwamba wewe ni mwana, unajua kwa nini? Ili ujue unastahili. Kwa sababu wakati mtazamo bado upo wakati unyenyekevu bandia upo wa kusema, sikiliza, hilo ni jambo kubwa kuomba pia. Mimi siwezi kusema hivyo kwa sababu mimi niko hapa kutazama kama Mungu atanikumbuka. Hapana, hapana. Lazima ujue kwamba unastahili. Faida za serikali hii mpya ambayo tutazungumza. Tazama. Tutatazama Waebrania 7:19 ili uone maelezo muhimu sana ya utawala huu tutakaozungumzia usiku wa leo. Waebrania 7:19. Kwani hakuna kitu kilichokamilisha sheria. Sheria ilifanya nini? Hakikukamilisha chochote. Yaani utawala wa miaka 1000 na hakuna kilichokamilisha. Na ikiwa sheria haikukamilisha, haifai. Sheria haikukamilisha chochote. Ndiyo maana hapo hapo katika Waebrania 9 unaweza kuona aya ya 9 ambayo ni ishara kwa wakati wa sasa ambao sadaka zinawasilishwa. Na dhabihu ambazo haziwezi kumfanya mkamilifu kwa habari ya dhamiri yule anayefanya ibada hiyo. Sheria haikukamilisha kitu chochote. Sheria ilingoja miaka yote hiyo kuona kama mtu angeweza kuitimiza, lakini haikuweza kukamilisha chochote, na kisha anakuja Kristo pia. Na akafa na akafufuka, na mara tu alipofufuka alianza kwa ukamilifu. Alisema, tutakamilisha hili tangu mwanzo. Kwa sadaka moja aliwafanya wakamilifu milele. Tazama ni tofauti gani, walisubiri maelfu ya miaka na hatimaye sheria ilisema, sikufanikiwa kumkamilisha mtu yeyote. Walipambana kuwa wakamilifu na kisha anakuja Kristo na kusema, vizuri, kwa kuwa sheria haikufanya hivyo, serikali yangu mpya ndiyo, na serikali ya mwisho itaanza hivi, kwa sadaka moja nitawafanya wakamilifu. Hii inamaanisha wale wanaoshiriki katika mfumo huu wa serikali. Kwa sababu tazama, mfumo wa serikali ni kwamba hii inakuingia moyoni, akilini. Na mara tu unapojua kuwa umekamilika tayari umeacha kupambana kwa sababu umefika. Tazama jambo lingine alilofanya. Anasema kwamba alituweka wakfu, alituosha na kutuacha bila kasoro na bila doa kabisa. Kwa maneno mengine, kwamba serikali hii mpya ni Kristo. Mtawala ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kwa hiyo amekufanya sawa naye kwa sababu kila mbegu huzaa matunda kwa jinsi yake. Serikali hii ilianza vizuri. Ndiyo maana anatawala kwa Injili, hawezi kutawala kwa sheria kwa sababu sheria haikukamilisha chochote. Mbarikiwa anafanya nini kwa kuhifadhi Sabato? Mbarikiwa anafanya nini kwa kusema hawezi kunywa kahawa au hawezi kufanyiwa upasuaji wa damu au hawezi kufanya hiki au kile au kusema kwamba ikiwa hii itatokea hawezi kwenda huko? Wanachofanya kwa kufanya sherehe, kubatizwa kwa maji, kufanya ibada aina ulimwengu unafanya nini? Tafadhali, watu wanafanya nini? Ni pazia gani ambalo watu wamevaa wakati Kristo jambo la kwanza alilofanya alipokufa lilikuwa ni kuwakamilisha wateule wake wote mara moja na kwa ajili ya wote milele. Na akawaweka wakfu, akawatenga. Si hayo tu, anasema kwamba alitujaa roho ya uwezo. Anasema kwamba alituweka muhuri kwa Roho Mtakatifu wa ahadi ili sisi pia tutawale. Tazama maelezo ya barua ya pili kwa Wakorintho 2:14. Barua ya pili kwa Wakorintho 2:14 pia. Aba Baba. Tazama anachosema aya ya 14.
Anasema, lakini Mungu asante sana, ambaye hutupeleka daima. Sema daima, daima katika ushindi katika Yesu Kristo, na kupitia kwetu hudhihirisha kila mahali harufu ya ujuzi wake. Kwa maana kwetu sisi Mungu ni harufu nzuri sana ya Kristo katika wale wanaookoka. Hebu wewe unajua kwamba sisi ni harufu nzuri? Asiyebeba serikali hii, madhabahu isiyo nayo si harufu nzuri kwa Mungu, bali inanukia vibaya. Kila Jumapili naamini kuna harufu mbaya katika madhabahu hizo zisizomjua serikali hii mpya. Lakini unapokwenda kazini, wewe ni harufu nzuri. Ukiwa ofisini, uwanja wa ndege, au unapotembelea nchi yako, wewe ni harufu nzuri. Kila unapotoa na kushiriki kaseti, hapo mtu huyo anajaa ya serikali hii. Huoni imani ni aina ya serikali? Na daima inakupeleka ushindi. Hata kama unafikiri si ushindi. Mungu anasema, nasubiri ujue na kupeleka ushindi. Kama Paulo alivyomwambia Filemoni, tazama, kila jema ndani yako, ambalo ni serikali ya Mungu. Mungu anatawala. Unajua tatizo pekee? Serikali hii ilichelewa. Mungu alimpa Paulo maelekezo ya serikali. Lakini huko Roma kulikuwa na serikali ilisitishwa kwa sababu serikali ya Mungu iko kupitia akili. Mungu kukutawala, Mungu haonekani na kukutisha. Mungu anatafuta akili yako. Ndiyo maana Paulo anasema, kwa akili namtumikia Mungu. Anapochukua akili yako, hapo huwezi kuhitaji mchungaji. Anakuchukua na nyumbani kwako anakutawala. Ndiyo maana huna haja ya kupiga simu kuomba msaada. Huwezi kuhitaji mwanasaikolojia au mtaalamu wa magonjwa ya akili, kwa sababu anapochukua akili yako. Isaya anasema yule mtoto aliye Mungu ni mshauri. Anakuingia, anakushauri, anakuambia usifanye hivi. Usiende sasa, nenda baadaye. Anakupa maelekezo, anakutawala. Hata mambo uliokuwa unafanya bila mpangilio zamani, sasa hata ukiamua kuyafanya, unamaliza bila kuyafanya, kwa sababu tayari amekutawala. Amekuhakikishia kwa Roho Mtakatifu wa nguvu. Na Mungu ni mtawala mwaminifu. Sasa tazama, Paulo alitoa unabii. Tutazame huko Warumi. Turudi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 2. Paulo alitoa unabii kwamba serikali hiyo ilikuwa imesitishwa, lakini ilikuwa inakuja. Sura ya 2 haraka katika mstari wa 16. Baba, tuko hapo. Katika serikali hii huwezi kusema haleluya. Uliweza kusema haleluya katika serikali ya zamani, lakini katika serikali hii inasema kwamba roho iliyo ndani yetu ya kufanywa watoto inalia ndani yetu, Aba Baba. Baba mpendwa. Ni serikali ya Baba rafiki inayokuongoza. Aba Baba, hilo ni muhimu kwa wanaonitazama kwenye intaneti. Kwamba hatusemi maneno yasiyo sambamba na serikali mpya ya Injili. Hapa huwezi kusema haleluya. Haleluya ni neno lisilo na uzito katika serikali hii mpya. Ni neno la kuelezea msaada. Kana kwamba hakukupeleki ushindi. Hapa tunasema Aba Baba, ndiyo maana tunasema Aba Baba. Mstari wa 16 unasema, siku ambayo Mungu atahukumu kwa Yesu Kristo siri za wanadamu, kulingana na Injili yangu kabisa. Paulo alisema kutakuwa na siku nitauawa. Maelekezo yataandikwa, lakini Mungu atafanya kwamba siku moja, hakujua lini kabisa. Alitangaza aina hii ya serikali kurudi, lakini wakati huu kutawala mataifa yote kabisa. Kwa ajili ya utii wa imani katika mataifa yote. Unaamini Mungu anaweza kufanya hivyo?
Anaweza kufanya hivyo. Anafanya. Vema, tazama alichokufanyia, amekutawala, ameweka nanga, amekuingiza nanga. Nanga ya neno na huwezi kujinasua. Mara tu unapoisikia hii, huwezi kusikia njia ya zamani ya serikali. Kwa sababu si habari njema. Amewekwa imara, amewekwa imara. Ndiyo maana hatukupi kadi ya wanachama kwa sababu huwezi kuondoka hapa. Kwa nini nikupatie kadi mbili? Tayari amekushikilia, tazama, ameweka nanga na huwezi kusonga. Chochote kitakachotokea, huwezi kusonga, tayari wewe ni wetu. Wewe ni wetu, kutoka hapa kwenda mbinguni. Hata kama utaacha kuja kanisani, tayari umejazwa nanga nyumbani kwako. Amekushikilia. Mfumo sivyo, mfumo unakufanya ujaze karatasi. Tazama, jaza hii na utupe historia ya maisha yako. Na kisha mchungaji anaipitia. Na katika serikali ya zamani ndivyo ilivyo. Wanaipitia, wanaongea na kamati ya wanachama na wanauliza, unafikiri nini kuhusu mtu huyu? Wanasema, kwa mwili, tutamjua kwa mwili, hatuwezi kumkubali kwa sababu ana ndoa mbili na anaenda ya tatu. Na jina hilo halinipendezi. Tutamweka chini ya uchunguzi kwa miezi 6 zaidi. Katika serikali hii mpya kuna maelekezo, huwezi kumjua mtu yeyote kwa mwili. Na kisha yule anayefika, awe yule mwanamke Msamaria mwenye waume 5, awe yeyote, yeye anayefika anaheshimika, kwa sababu yeye ni roho kamili. Kilichoharibika ni mwili, lakini mara tu anapojifunza kutawala, anajizuia mwili wake kabisa. Kisha anastahili 100% na hakuna haja ya kamati kukubali wanachama, kwa sababu kamati hiyo ilikutana kabla ya msingi wa dunia na ikakubali huko. Fikiria, ni nani atakayekukataa kabisa? Alituchagua kabla ya msingi wa dunia ili tutii kabisa. Tunatii sasa. Tazama pia Warumi sura ya 15. Tazama jambo moja kabisa, kwamba serikali hiyo katika Warumi sura ya 15 katika mstari wa 9, tazama anasema, Mungu alitafuta mtawala kutoa serikali hiyo. Mtu anayetawala, na mtu anayetawala ni mtu anayemtawala, sivyo? Jinsi mstari wa 9 unavyosema, na ili mataifa, Wayahudi nani? Paulo ni maalum, na ili sisi mataifa, ili Coral Gables hapa tunapoishi kabisa. Inasema ili mataifa wamtukuze Mungu kwa huruma yake, kama ilivyoandikwa, kwa hiyo nitakutukuza kati ya mataifa na nitaimba jina lako. Tena inasema furahini mataifa pamoja na watu wake, tena msifuni Bwana nyinyi mataifa, na mleteni juu nyinyi watu. Watu wangapi? Watu wote. Lakini kwa wakati huo Paulo aliandika haya, watu wote hawakuwa hapo. Paulo aliona mbali sana, aliona kwamba siku moja mataifa yote yangekuwa sehemu ya serikali ya Mungu. Tazama, Kolombasi hakusafiri na meli zake, hakukuwa na watu wote, ilikuwa kwa ajili ya baadaye. Ona anavyosema. Mstari wa 12, na tena Isaya anasema kutakuwa na mzizi wa Yese atakayesimama kutawala, kuongoza, kuwatawala nani? Anasema mataifa yatazamia kwake. Paulo hamzungumzii yeye. Paulo alikuwa akisema, angalieni, atainuka mtu atakayechukua serikali ya Mungu kuwatawala mataifa yote katika uso wote wa dunia. Aliambia. Hii ni serikali iliyosimamishwa. Hivyo Paulo anasema imesimamishwa kwa sasa kwa ajili ya mpango wa amri, kwa sababu Mungu alitaka isimamishwe. Basi Paulo anasema anakuja mmoja atakayewatawala mataifa. Na katika hili sikujua nilikuwa nani, sikujua nilikuwa mtawala. Serikali yangu si ya ulimwengu huu. Unakumbuka Yesu Kristo aliwaambia, ufalme wangu si wa ulimwengu huu, ni wa kiroho. Paulo anasema usiangalie kile unachokiona, bali kile usichokiona, kwa sababu hudumu. Kwa sababu hudumu, kile usichokiona, kinachotokea ni kwamba Yesu Kristo yuko katika nuru isiyoweza kufikiwa, alifufuka.
Ana mwili uliofanywa upya. Kama angalitaka, angeondoka katika nuru isiyoweza kufikiwa, nawe ukamwona. Walipomgusa alipofufuka, akawaambia, niguseni, ni mimi. Na alipokuwa njiani kuelekea Emau akizungumza na watu fulani, walipotambua walisema, kwa hiyo mioyo yetu ilichomwa na uwepo wake, kwa sababu alikuwa na mwili uliofanywa upya. Yeye hukaa katika nuru isiyoweza kufikiwa, kwa kusudi lake la amri huwezi kumwona. Lakini anasema kwamba kanisa limekaa pamoja naye katika mahali pa mbinguni. Kwa maneno mengine, kwamba inaweza kufika wakati ambapo aina hii ya serikali, kwa kukupa habari na wewe kuendelea kukua hadi urefu kamili wa mtu mkamilifu. Sikiliza hii. Kwa kupanda hadi urefu na maarifa ndani ya akili yako yanaweza kuamsha msimbo na mwili wako kubadilika kabisa, na kuingia katika hali ya kutokuharibika. Hello. Kwa hiyo tazama, ndiyo maana ni muhimu kwamba sote tuzungumze jambo moja. Unajua kwa nini Mungu alianzisha makongamano haya? Kwa sababu wote waliofanywa muhuri na serikali hii na mfumo huu wa mafundisho, wote waliofanywa wakabidhiwe, Mungu atawafanya tunapojifunza yote sawa katika mataifa yote. Siku tutakapofikia urefu na maarifa, siku hiyo Mungu atasema, sasa wote watabadilika kila mahali, miili isiyoharibika kwa maarifa ya serikali hii. Hii ni serikali yenye nguvu, na tutaiona. Mfumo unasubiri Kristo ashuke na Wakristo wote wapande. Ikiwa dereva wa lori ni Mkristo, basi lori litagongana. Au ikiwa ni rubani wa ndege, basi rubani atatoka na ndege itaanguka. Hapana. Machoni pako yanapoangaziwa, tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu. Katika wingu gani? Katika wingu ndiko tunakoishi, katika mahali pa mbinguni. Wingu hilo la mashahidi, ambapo sote tumeketi pamoja na Bwana, lakini kunahitajika maarifa ya Mungu hadi tutakapofikia urefu wa mtu mkamilifu na maarifa ya mwana wa Mungu. Katika maarifa hayo kanisa litatikiswa. Tutaamka siku moja na miili isiyoharibika. Hiyo itakuwa utukufu wa Mungu. Serikali ya Mungu lazima idhihirishwe duniani, haki itatendwa. Kuna maelfu ya maandiko hapa. Wapole watairithi nchi, ni hapa swala hapa na miili iliyofanywa upya. Kazi yako si bure. Sikiliza, kazi yako katika Bwana si bure. Sikiliza, na unajua ingekuwaje kupendeza sisi tunaokosolewa sana kama waongo na waasi na Wakristo huko nje. Unaendeleaje mamlaka hiyo? Kwa sababu itaonekana. Hiyo ndiyo ishara ya wana wa Mungu, kwamba viumbe vinaugua, wapelekeni. Na tutafanana naye kwa sababu tunazo dhamana za Roho tayari ndani yetu. Hii ni ahadi ya Mungu. Ninazungumza Injili, sizungumzii hadithi, sizungumzii Yohana katika kisiwa cha Patmo akifikiria mambo. Sizungumzii maandiko wala unabii, ninazungumza Injili, Injili yenye nguvu ya Yesu Kristo mwenyewe. Ambapo Paulo anasema, neno hili ni la uaminifu na linafaa kupokewa na wote.